بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ndugu wasikilizaji na watazamaji kupitia vyombo vyetu vya habari mbalimbali ambao mmejaliwa kuja leo hapa kwa lengo la siku maalumu ambayo leo ni tarehe 17 ya mwezi wa 12 mwaka 2025, ikiwafiki mwezi 26 mfunguo 9 1447. Kwa nafasi hiyo nitumie nafasi hii pia kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni kweli kwamba Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA lilianzishwa tarehe 17 mwezi wa 12 mwaka 1968, na leo baraza linatimiza miaka 57. Kwa hakika ni jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake hata ingekuwa ni mwanadamu aliyotimiza miaka 57, sasa ameshatoka kwenye ujana, amekwisha ingia kwenye utu uzima, na sasa anakwenda uzeeni. Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, sisi mkoa wa Mwanza, katika maadhimisho haya ambayo kwa kweli nitumie nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana Mujaddidul Asri, ambaye maelekezo yake toka alipoingia madarakani ile 2015 alianzisha utamaduni wa kuwa tunaadhimisha tarehe ya kuzawa BAKWATA au ya kuasisiwa BAKWATA. Mtakumbuka tulifanya maadhimisho makubwa pale BAKWATA ilipotimiza miaka 50, na baada ya hapo kumekuwa na utaratibu mbalimbali ambao tunafanya. Kuna miaka ambayo tunaadhimisha kwa kupanda miti, kwa kujitolea damu, kwa kufanya mihadhara, kwa kueleza vitu mbalimbali ambavyo vinafanyika ndani ya baraza. Mwaka huu BAKWATA mkoa wa Mwanza tumeamua kwamba maadhimisho yetu tufanye dua kuwaombea waasisi wa BAKWATA, wazee wetu walioanzisha Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Na tunapofanya hivi tutakuwa tunakumbuka fadhila. Na tumefundishwa ndani ya Uislamu kwamba wala tansawul fadla bainakum, msisahau fadhila baina yenu. Kwa hiyo tumeamua baraza mkoa wa Mwanza siku ya leo tutaendelea kufanya dua mbalimbali ya kuombea waasisi. Na maelekezo yangu nikiwa Sheikh wa mkoa wa Mwanza, nimeelekeza kila wilaya ifanyike dua, ima wakati wa swala ya dhuhuri ama wakati wa swala ya alasiri, ama kwa namna utakavyoweza kuwaombea waasisi huku waliko waliofariki. Mwenyezi Mungu awarahamu na waweke mahala pema, na ambao bado tunao wako hai, basi Mwenyezi Mungu awape nguvu na siha katika maisha haya ya dunia. Lakini dua hiyo iambatane na kuliombea baraza lenyewe, kwa maana kuliombea Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, kama nilivyosema mwanzo, miaka 57 si kitu kidogo. Kwa ni chombo ambacho kinatakiwa kiombewe Mungu, kama ambavyo kimesimama imara kwenye kila jambo, basi Mwenyezi Mungu aendelee kukisimamisha chombo hichi. Lakini pia tumuombee kiongozi mkuu wa chombo ambaye ni Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana Mujaddidul Asri, ambaye yeye kwa kazi kubwa anayoifanya kuliimarisha baraza, kuliendeleza baraza, kupiga hatua mbalimbali ndani ya baraza. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie
Mheshimiwa Mufti na Shekhe Mkuu wa Tanzania, Mwenyezi Mungu aendelee kumpa afya, aendelee kumpa siha, lakini aendelee kumpa maono ambayo yataendelea kulisimamia baraza. Sasa kwa utukufu wa siku ya leo, kwa sababu chombo hichi hakikuanzishwa kwa ajili ya ngoma, wala chombo hichi hakikuanzishwa kwa ajili ya jambo lolote la hovyo hovyo la kumuasi Mwenyezi Mungu. Chombo hichi kimeanzishwa kwa ajili ya kutumikia dini ya Allah. Sasa wale walioanzisha tuna wajibu wa kuwaombea, lakini kupitia wao tunatawasali nao kwa kazi kubwa walioifanya kuanzisha chombo muhimu kama hichi. Tumuombe Mwenyezi Mungu aendelee kudumisha amani na utulivu katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa maana siku kama ya leo, pamoja na kuomba dua, kuliombea baraza, kuombea waasisi, kumwombea Mheshimiwa Mufti, kuwaombea wasaidizi wake akiwemo katibu mkuu tuliye naye Sheikh Nuhu Jabiri Mruma, mwenyekiti wa halmashauri Sheikh Khamis Said Mataka, kuliombea baraza la ulama, wajumbe wote wa baraza la ulama, kuombea halmashauri kuu ya taifa, kuombea bodi ya wadhamini, kuombea mashekhe wa mikoa, mashekhe wa wilaya, mashekhe wa kata, maimamu wa misikiti, halmashauri za kamati za misikiti, halmashauri za kata, za wilaya, za mkoa. Almuhimu tuiombe nchi yetu amani na utulivu. Lakini kwa utukufu wa siku ya leo tuna wajibu wa kumwombea rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, mama ambaye amefanya kazi kubwa katika nchi yetu kwa muda mfupi tu, ndani ya miaka 4.5 ambayo amechukua yeye mamlaka na madaraka. Tumeona nchi yetu imetononoka, nchi yetu imeimarika, nchi yetu imekuwa nchi nzuri. Sasa tuna wajibu wa kumwambia Mwenyezi Mungu aendelee kumhifadhi, Mwenyezi Mungu aendelee kumlinda, Mwenyezi Mungu aendelee kumsimamia kwenye kila la kheri na jema analoitakia Tanzania. Lakini kama haitoshi, anacho kizazi yeye, anayo familia. Tuna wajibu wa kuziombea, kiombea kizazi chake, lakini kuiombea familia. Lakini katika siku kama ya leo tukumbuke pia kuombea wasaidizi wake, akiwemo makamu wake wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi, lakini kumwombea waziri mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, kuombea mawaziri wote, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na kila anayehudumu katika serikali yake. Mwenyezi Mungu ambarikie na Mwenyezi Mungu amhifadhi kwa baraka ya siku ya leo, na kwa baraka ya visomo ambavyo vitasomwa katika misikiti yetu, na kwa baraka ya dua zitakazosomwa katika maeneo yetu mbalimbali katika kuadhimisha siku iliyoasisiwa BAKWATA. Na hapa nikumbushe pia, katika siku kama ya leo tusisahau kuwakumbuka watu kama mzee wetu mzee Rashid Mfaume Kawawa, mzee Saleh Masasi, Mufti Hemedi bin Juma bin Hemedi, Sheikh Muhammad Ali Al-Bukhari, Sheikh Amini Abdallah, Sheikh Muhammad Ali Al-Bukhari, Al-Haji Adam Nasibu, Al-Haji Saleh Masasi, Sheikh Abdallah Idi Chaurembo, Sheikh Nuruddin bin Hussein Shadhili, Sheikh Qasim bin Juma bin Khamisi, Sheikh Muhammad Salim Banaimun, Sheikh Amiri bin Juma, Sheikh Muhammad Ali Mkanga, Sheikh Jamaluddin bin Saif, Sheikh Muhammad Shaibu, Sheikh Said bin Ali Al-Buhri, Sheikh Al-Amin bin Abdallah, Sheikh Ali Juma Tagalile, Sheikh Mikidadi Yusuf Katura, Sheikh Isa Shaabani Simba, Sheikh Abdurrahman Shamte, Sheikh Uthman Magei. Lakini kwa mkoa wetu wa Mwanza wako kina mzee Sizia ambaye alikuwa mwenyekiti Katunguru, Sheikh Amin wa Katunguru huyu, Sheikh Amin Abdallah Mendo alikuwa Sheikh wa mkoa, Sheikh Amir Maftaha alikuwa Sheikh wa wilaya ya Mwanza, Sheikh Mtuma Suleiman, Sheikh Jaha wa Sengerema, Sheikh Salum Hassan Fereji, Sheikh Mbaraka wa Ngudu, mzee Hamisi Mambile wa Ukerewe, mzee Magongo Amani ambaye alikuwa mjumbe wa halmashauri ya taifa, mzee Amani Masha, mzee Abdallah Mtoro ambaye alikuwa katibu wa mkoa, Rajab Chaurembo ambaye alikuwa bwana fedha kipindi hicho akiwa kijana. Lakini tumuombe na dereva alikuwa Mufti Hemedi akija Mwanza, basi yeye ndo alikuwa akimuendesha, ambaye ni Abdallah Amini Abdallah, ambaye leo tunasema Sheikh Amini au mzee Abdallah Amini, mtoto wa Sheikh Amini. Ilikuwa Sheikh Hemedi akifika Mwanza, basi yeye ndio alikuwa dereva. Lakini kama nilivyosema kule Iringa,
Ruvuma kina Sheikh Mustafa Muhammad Ngonyani Songa Mbele, mfano Kigoma Sheikh Abdul Mohsin Kitumba, Sheikh Musa Rehani, Sheikh Muhammad Ibrahim Kabeke, Sheikh Tawfiq Ibrahim Malilo na wengi ambao wamehudumu na wamelitumikia baraza, na kila mkoa kuwaombea na kuwataja wale ambao waliohudumu na kulitumikia baraza. Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza, tunaendelea kumwombea sana dua mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali. Kwa nini tunamwombea? Kwa sababu amefanya kazi kubwa ya kulibadilisha baraza. Moja ya kazi hiyo ni kuhakikisha katiba ya baraza inabadilishwa, na ikabadilika kweli. Sasa hivi, huko nyuma ilikuwa mashekhe wa mikoa ni watu wanaochaguliwa, lakini sasa mashekhe wa mikoa wanateuliwa na vyombo vya kitaalamu. Mfano, baraza la ulama ndilo linaloteua mashekhe wa mikoa, baraza la ulama ndilo linaloteua mashekhe wa wilaya. Lakini yote ni mashahidi kupitia Mheshimiwa Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania, BAKWATA imebadilika kwa kiwango kikubwa. Huko nyuma watu walikuwa wanaulizana BAKWATA imefanya nini, imeleta nini, lakini leo hakuna mkoa wa Tanzania isipokuwa mkoa huo una mambo ya kimaendeleo yanayoendelea. Nikwambia hapa mkoani kwetu Mwanza tunaendelea na ujenzi wa vituo vya afya 7 kwa kila wilaya. Ilemela, Nyamagana, Misungwi, Magu, Kwimba, Sengerema na Ukerewe. Tunaendelea na ujenzi wa vituo vya afya, lakini tumerudisha heshima ya baraza. Leo tuna ujenzi mkubwa unaendelea wa ofisi ya BAKWATA mkoa na tayari imekamilika. Tunamwomba Mwenyezi Mungu ajalie ndani ya muda mfupi au ndani ya mwezi ujao tunaweza tumeamua Mheshimiwa Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania atakuja kuifungua ofisi ya BAKWATA mkoa wa Mwanza. Lakini kama hiyo haitoshi, tunashuhudia misikiti mbalimbali ikijengwa, tena misikiti ya heshima. Mfano, mkoa wa Mwanza, BAKWATA mkoa wa Mwanza tumeendelea kujenga misikiti ya ghorofa katika maeneo mbalimbali, sio eneo moja, maeneo mbalimbali. Najenga misikiti ya ghorofa ambayo ni misikiti inayoendana na hadhi ya baraza. Lakini kama haitoshi, ofisi ya BAKWATA mkoa imeendelea kujiimarisha kwa kutafuta urahisi wa usafiri mbalimbali kwa kila idara na kila sekta iliyoko ndani ya BAKWATA mkoa, kuhakikisha tunaipatia usafiri. Mfano, leo tuna usafiri wa katibu wa mkoa, tuna usafiri ofisi ya shekhe wa mkoa, tuna usafiri wa jumuiya wanawake kwa maana JUWAKITA wana usafiri, tuna usafiri wa wataalamu ofisi ya shekhe wa mkoa. Haya yote ni maendeleo yanayofanyika ndani ya kipindi hichi cha Sheikh Abubakar bin Zubair, lakini ndani ya kipindi cha miaka 57 tumepiga hatua kuweza kushughulikia mayatima, tunasaidia wajane. Sasa tuna uwezo sasa wa kusaidia ujenzi wa misikiti midogo midogo vijijini. Ndani ya muda mfupi tumejenga zaidi ya misikiti 10 katika vijiji mbalimbali katika mkoa wetu wa Mwanza. Lakini tumechukua project ile ya kuchimba visima, kusaidia maeneo ya kuchimba visima, lakini kushiriki kusaidia mahala ambapo Waislamu wameanzisha miradi na imekwama. Tunakwenda pale tunasaidia kwa kile kidogo kinachopatikana chini ya baraza, lakini sasa tumejenga uaminifu mkubwa. Mfano, hapa katikati kilipita kipindi watu wakajizuia hata kutoa wakfu ima nyumba zao, ima watu walikuwa wanajenga misikiti wanaikabidhi BAKWATA wakaacha. Tumerejesha utaratibu mzuri, imani ya watu imepanda, sasa tuna uwezo wa kukabidhiwa. Mfano, kwa mwaka jana tu tumekabidhiwa misikiti zaidi ya 7, tumekabidhiwa viwanja zaidi ya 12, tumekabidhiwa vitu mbalimbali kwa ajili ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Lakini kama haitoshi, wakati tunaenda kuadhimisha miaka hii, BAKWATA mkoa wa Mwanza inashiriki kikamilifu katika mambo ya kijamii. Mfano, kujenga mahusiano ya Waislamu na watu wa imani zingine, kwa maana wasiokuwa Waislamu. Tumo ndani ya zile kamati za amani,
na tunaongoza vizuri, tunaendelea vizuri. Mahusiano ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu ni makubwa kupitia baraza mkoa wa Mwanza, lakini kwa maelekezo ya Mheshimiwa Mufti kwamba Waislamu na wasiokuwa Waislamu wana haki ya kuishi pamoja, kufanya kazi pamoja, kusaidizana kama ilivyokuwa asili ya Watanzania kwa ujumla wake. Kwa hiyo nisiseme mengi zaidi ya kuwaambia kwamba leo ni siku tukufu, ni siku kubwa, ni siku ambayo tunakumbuka siku ambayo iliasisiwa baraza. Limeasisiwa baraza, limeanzishwa baraza, na baraza kwa kuwa kazi yake ni dini, basi linafanya mengi. Sikwambii tumeboresha sisi baada ya katiba hii kuleta mfumo wa kuwa na makadhi. Tunaye kadhi wa mkoa, tunaye katibu wa kadhi, tunao makadhi wa wilaya. Kwa hiyo sasa hivi habari ya ndoa, mirathi, talaka, hiba na kadhalika vina chombo maalumu vinavyoshughulikia. Kwa hiyo niseme tu kwamba tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuendelea kusisitiza kwamba ndani ya mkoa wetu wa Mwanza dua hii ya leo ifanyike kwa nia niliyoieleza awali, kwa maana kuliombea baraza lenyewe, kuwarehemu wazee wetu waliotangulia, kumwombea Mheshimiwa Mufti na wasaidizi wake, lakini kwa baraka ya siku kama ya leo kuiombea nchi, kumwombea rais wa nchi Dr. Samia, kuombea wasaidizi wake, kuombea Watanzania, na nisisahau liko jambo la muhimu, kuombea vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa sababu kama mjuavyo, ikiwa vyombo vya ulinzi na usalama vitaregarega, nchi yetu hiyo amani tunayoitarajia na kuitaka haitakuwepo. Lakini niseme tu kwamba juhudi zinazoendelea ndani ya baraza mkoa wa Mwanza, tunafanya ziara mbalimbali katika wilaya zetu, lakini tumeimarisha kitengo cha usomaji wa maulidi, tumeweka kitengo cha mashindano ya Qur'ani tukufu, tumeimarisha eneo la umoja wa maimamu, tumeimarisha umoja wa walimu wa madrasa, tumeanzisha umoja kamili unaoitwa UWAMA. Tumehakikisha kwamba madrasa zinapata uongozi, walimu wanapata uongozi na wanasaidiana. Yako mambo mengi ambayo leo tunajaribu kuyaeleza ambayo imefanyika ndani ya baraza. Kwa wito wangu ni kuomba kila kiongozi wa baraza leo awe na jambo la kufanya, na miongoni mwa mambo ya kufanya ni kuombea Mungu wale walioasisi. Na kwa nini waasisi? Tunaombea hawa waasisi, ndugu zangu, kwa sababu ni watu ambao wametuanzishia chombo ambacho kina usimamia Uislamu. Na kwa kuwa ni chombo kinachosimamia Uislamu, hatuna budi kumwomba Mwenyezi Mungu awafikishie na aendelee kuwarehemu kule waliko. Kama nilivyowataja, mmesikia ni wazee wa Kiislamu, mashekhe wakubwa ndio walioasisi BAKWATA. Nimetaja mpaka majina yao hapa. Tumuombe Mwenyezi Mungu awarahamu huko walipo na awaweke mahala pema peponi. Mwisho kabisa, namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sote katika kuadhimisha siku ya leo, atusamehe madhambi yetu, atuingize katika pepo na tukinge na moto. BAKWATA mpya, mpango mzima kwa maendeleo yetu. BAKWATA Mwanza, jenga hospitali. BAKWATA mpya, jitambue, badilika, acha mazoea. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.